بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaleta maneno haya ikiwa anamueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini si yeye tu, bali anamueleza kila aliyekuwa mu'min, kila anayeamini kuwa yeye ameletwa katika huu ulimwengu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, kumbuka pale ambapo alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum. Wataalamu wa lugha wanasema hii lam iliyokuwepo hapa katika neno la in shakartum inaonesha kuwa ni lam alqasam, lamu ya kiapo. Wallah, iwapo mutanishukuru, basi bila ya shaka hakika yangu mimi nitawazidishia. Haya ni maneno anayoyasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni vyema kwetu tukafahamu nini maana ya kushukuru, ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ahadi kwamba mkinishukuru nitawazidishia. Ni ile shukurani ambayo kila mmoja wetu anaifahamu pale ambapo ikikufika neema, tuna desturi ya kusema alhamdulillah. Ndiyo, hiyo imetosha. Kwa kusema hivyo Mwenyezi Mungu atatuongezea neema. Au kwa lugha ya Kiswahili, pale ambapo mmoja yote atakapokuwa amekufanyia wema ukamwambia ahsante, ninakushukuru, ndiyo hiyo shukurani yenyewe anayoizungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapana, shukurani aliyoikusudia Mwenyezi Mungu si hiyo peke yake, ingawaje kuwa nayo ni shukurani vile vile, lakini shukurani ziko katika aina mbili. Kuna shukurani ndogo na kuna shukurani kubwa. Shukurani ndogo ni kusema alhamdulillah. Shukurani ndogo ni kusema ahsante, ninakushukuru. Lakini shukurani kubwa ipo katika kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza
ni kukiri ndani ya nafsi yako ya kuwa kweli umefanyiwa wema na uithamini neema iliyokufika wewe. Hilo ni jambo la kwanza katika kushukuru. Lakini jambo la pili ni kuitunza na kuitumia vizuri neema iliyokufika kwa mujibu wa malengo na makusudio ya huyo aliyekufanyia hiyo ihsani. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamsha sisi katika siku ya leo tukiwa na afya njema, wakati kuna wenzetu wameamshwa wakiwa na maradhi, wako hospitali hivi sasa. Lakini kuna wengine hawakuiona siku ya leo, wamefariki dunia. Sisi Mwenyezi Mungu ametuamsha tukiwa na afya, lakini ametupa nguvu ya kuhudhuria msikitini. Shukurani yetu sio kusema alhamdulillah ikawa imetosha, bali shukurani ni kuipokea vizuri hiyo neema, kukiri kwamba Mwenyezi Mungu ametuchagua, lakini vile vile namna nzuri ya kuitumia neema ya afya katika njia ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda na kuziridhia. Niwape mfano ili tuweze kukubaliana na kwenda sambamba. Mara nyingi huwa napenda sana kuutoa mfano huu. Mmoja, rafiki yako kipenzi akuletee zawadi, mathalan zawadi ya kanzu, mathalan akununulie simu nzuri, ukamwambia ninakushukuru kwa kanzu nzuri nyeupe ulioninunulia. Ikawa umemshukuru na yeye atasema kwamba rafiki yangu amenishukuru, lakini baada ya siku 2-3 akukute kanzu ile aliyekununulia umeigeuza kuwa ni overall la kutengenezea magari, akukukuta huko katika vungu ya gari, umeivaa kanzu sasa imekoga oili iliyokuwa chafu. Au akaikuta ile kanzu nzuri nyeupe umeivaa, umeingia store unapimia mkaa. Bila ya shaka muhisani huyo, mkarimu huyo, ambaye siku ya kwanza alipokupa zawadi ulisema ahsante, bila ya shaka akitoka hapo atasema sijapatapo kumuona mtu aliyekosa shukurani kama yule. Kwa nini usiwe na shukurani wakati ulishamwambia asante? Kwa nini usiwe na shukurani wakati ulishamwambia na kushukuru? Huna shukurani kwa sababu hukutumia vizuri neema na ihsani aliyokufanyia. Shukurani ni kukitumia vizuri kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, au rafiki yako amekupatia, au yeyote aliyekufanyia wema ikawa umekijali. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, atufanye sisi kuwa ni watu wenye kuthamini neema, atufanye sisi kuwa ni watu wenye kuwa na shukurani, kwa maana ya kutumia vizuri neema tuliyoipata. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahajihi. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-azizil hakim. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu zangu katika imani, bila ya shaka tumeisikia khutba ya awali ikituelekeza tafsiri sahihi ya neno shukurani. Kushukuru hakui kwa maneno, kushukuru kunakuwa kwa vitendo. Kupitia hilo tuna kila aina ya sababu, hususa wana mwenge wote kwa ujumla, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukurani hizi ni kwa neema nyingi ambazo hatuna uwezo wa kuzidhibiti, lakini miongoni mwa neema hizo ni kupata kituo hiki kikubwa, kituo ambacho tunaweza kutekeleza ibada zetu kwa utulivu, kituo ambacho kila mmoja anahisi raha akiwa anamwabudu Mwenyezi Mungu katika kituo kama hiki. Shukurani yetu si kumalizikia kwa kusema alhamdulillah, bali shukurani yetu ni kuhakikisha sote kwa pamoja tunaithamini neema iliyokuwa mbele yetu, kwanza kwa kuiadhimisha, lakini vile vile kwa kuitunza na kuona kwamba wanamwenge bali Waislamu wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu ametutazama kwa jicho la hurma, kwa jicho la mapenzi. Kituo hiki kinahitajiwa kutunzwa na kila mmoja ahisi kwamba ametoa fedha zake, nguvu zake katika kutengeneza kituo hiki. Tukiwa tumefanya hivyo, Mwenyezi Mungu ameweka ahadi, la azidannakum, nitakuzidishieni. Lakini ikitokea hatukuithamini neema hii, hatukuona kuwa tumefanyiwa jambo la maana, kwa hakika Mwenyezi Mungu amesema, inna adhabi la shadid, ay la uadhibannakum, nitawapa adhabu nyote. Na Mwenyezi Mungu ana aina mbalimbali za kuadhibu watu. Anaweza akakuadhibu kwa kukupa maradhi, anaweza kukuadhibu kwa kukupa ufukara, anaweza kukuadhibu kwa kukuharibia maisha yako, anaweza kukuadhibu kwa namna yeyote ile ambayo Mwenyezi Mungu ana adhabu ambazo hazidhibitiki. Kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kukienzi kituo chetu hiki. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika bila ya shaka tuna kila aina ya sababu ya kuwaombea wale wote ambao wao ndiyo sababu ya kutengeneza mambo mazuri katika haya. Miongoni mwa hao, kwanza kiongozi wetu, mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye ndiyo mtu namba moja, kwa sababu msingi wa yote haya chimbuko lake ni amani. Penye amani unaweza ukafanya chochote kile. Leo hii isingepatikana amani, wasingekuwepo mafundi wa kutengeneza. Kusingekuwa na amani, zisingeweza kutoka fedha za kufanya haya. Jambo la kwanza ni amani tuliyoipata, kwa hakika imetusababishia kuyafanya mazuri katika haya. Lakini vile vile mtu wa pili ni viongozi wetu wa imani. Mheshimiwa Samaha Mufti wa Tanzania, Daktari Abubakar ibn Zubair ibn Ali Mbwana, ambaye yeye ni mdau namba moja katika kuhakikisha sote tunaungana na kushikamana
anahamasisha watu wote, innamal mu'minuna ikhwa, sisi sote ni kitu kimoja. Muda wa kuwa tunatamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sisi sote ni ndugu. Lakini mtu wa tatu kipekee, ndugu yetu Bwana Yusuf, ambaye yeye ndiye aliyefanya kazi hii, kwa hakika tumuombee Mwenyezi Mungu, na hiki alichokifanya ndiyo shukurani. Angekaa na fedha zake angesema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu umenipa fedha, akazitumia katika njia nyingine, asingekuwa ameshukuru. Kushukuru ni kuyafanya haya. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ameweka ahadi, atamzidishia katika kila nyanja, amzidishie afya, ampe baraka yeye pamoja na kizazi chake kwa ujumla. Na kundi la 4 ni sisi sote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atupe kila aina ya kheri, atufungulie milango ya riziki, atuondolee fitna, atuletee afya, atupe vizazi vilivyokuwa na kheri, vizazi vilivyokuwa na baraka. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.